hiyo ni fursa. Threat au hizo hatari, tunatambuaje hatari? Tuangalie yale tunayozungumza, tunazungumza na nani, wakati gani, tunajipa muda wa kutosha kuwajua watu tunaozungumza nao, tunawazungumza nao kwa namna gani. Hiyo tukishaweza kutumia hizi njia zitatusaidia kutukinga na haya mambo yanayoendelea ya kutekana kila wakati. Tukirudi kwenye sehemu ambazo tuna uwezo nazo au ndo strength yetu, yako maeneo mengi. Kwenye kikao cha Flower tulizungumza watu wana uwezo kwenye platforms mbalimbali. Tukasimame kwenye hizo platform ambazo tunazimudu. Na bado nalirudia hili, mwenye kuweza kukaa TikTok akae TikTok, atengeneze video fupi ambazo zina ushawishi, zisiwe ndefu sana na ziwe zina ujumbe wa moja kwa moja ambayo mtu akiangalia mara moja anaweza kuelewa kwa nini tunaandamana tarehe 7 mwezi wa 7. Anayekaa Instagram atuandalie picha ambazo zina ujumbe mfupi unaoshikika kirahisi, unaoonyesha sababu kwa nini tunaandamana tarehe 7 mwezi wa 7. Vivyo hivyo wanaokaa Facebook wataandalie video na vibango vifupi vyenye ujumbe ambao ni mfupi, unaonekana na unashikika kwa urahisi. Kwa nini tunaandamana tarehe 7 mwezi wa 7? Tuna sababu lukuki za kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7. Tunazitumiaje hizo sababu kuamsha hari na nguvu na motisha kwa watu kurudi tena barabarani? Ni kwa kuendelea kupeana elimu. Sheria, watu wengi hawajui haki zao. Basi tunapoenda kwenye maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7, tuwaambie haki zao za msingi kwa ufupi tu. Zitoke kwenye ibara ya 8 ya katiba hii ya mwaka 77. Kwa ufupi tu imuelezee kama mwananchi ana haki gani. Shuka na zile ibara nyingine ambazo zinamruhusu mwananchi kuungana na wengine kutoa mawazo yao, ziunge zote hizo, muelezee kwa ufupi tu. Nadhani ni ibara ya 16 kama sikosei, ya 24 inahusika na 20 kama sikosei. Mtanisaidia kwa ambao mpo na katiba karibu. Ukitoka hapo nenda kwenye PGO juu ya ukamataji na utoaji wa taarifa maandamano yanapokuwepo. Tufate zile channel, tuwaambie kabisa. Na sio kwamba tunaenda moja kwa moja, hapana. Tutumie njia zilizo rasmi na tuweke publicly. Tumetuma barua kuwataarifu, sio kuwaomba, kuwataarifu kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 tuna maandamano ya amani na tunajiandaa. Maana yake nini? Watakavyokuja ndivyo tutakavyo wakabili. Ni muhimu sana. Lakini pamoja na hayo, hii elimu inabidi ifike sehemu nyingi. Tujiwekee target kila siku. Tushawishi watu 2 katika 10 wawe upande wetu, tuwape elimu, wajue tunachokipigania. Lakini yote kwa yote, tuwakumbushe kuwa wale ambao walikuwa wanatizamia kupata ajira za uhamiaji, ajira 300 zilifutwa. Kwa hiyo wameingizwa watu 1200 kinyemela pasipo kufata taratibu. Hiyo ni moja. Hii ni taarifa ambazo nimepata kwa Maria Sarungi kwenye page yake. Inamaanisha nini? Kwa sasa hivi utaingia shule, utaingia chuo, utafaulu, utafanya nini? Kama huna ndugu, huna baba, waziri, mbunge, nani, kuingia kwenye ajira rasmi hasa serikalini, sahau. Hakuna hiyo nafasi kwa ajili yako kwa hii serikali iliyopo. Hii ni sababu tosha. Tuwaambie mafuta yalivyopanda bei. Twende na lugha nyepesi sana ambazo itafanya muelewe.
Mwambie nauli alikuwa analipa shilingi ngapi, sasa hivi analipa shilingi ngapi. Na haya mafuta tuliyopandishiwa bei yalitakiwa yakae miezi mitatu tuendelee na bei ile ile, baada ya miezi mitatu ndio yapande. Lakini tumeshapandishiwa. Lakini pamoja na hayo, hebu mwambie aingie Kariakoo aende kaone Wachina wanafyatua yale mabatiki yale na manini wanaita manini haya. Ni batiki, tanisaidia hapa na kina dada. Wachina wanafyatua zile kazi za mikono na sanaa ambazo zilikuwa zinatumika kama utambulisho wa utamaduni wa Kitanzania, na ulikuwa ni ujasiriamali wa Watanzania wadogo wadogo. Wachina wamepewa fursa, kwa hiyo wanafyatua. Sasa wale wanawezaje kushindana na hao wajasiriamali wadogo? Wachina wenzetu wanapewa mitaji mikubwa na nchi zao kwa kuwa wanajali. Sisi serikali yetu haitupi mitaji, haijengi miundombinu mizuri, ila inatukamua. Lakini hapo hapo bado wanatusumbua, wanaweka mikodi mikubwa. Unawezaje kushindana na mtu huyo aliendelea? Maana yake nini? Tunageuka kuwa taifa la watumwa. Ingia Mikocheni, kaangalia Wachina walivyowekeza, walivyojenga majengo makubwa, wanachukua maeneo. Nenda Masaki na nenda sehemu nyingine. Ndugu zangu, tunatengeneza taifa la watumwa. Tusipokuwa makini, hii nchi itashikiliwa na watu wachache, Watanzania wachache, na sehemu kubwa itakayobakia watakuwa ni wageni. Maana yake nini? Tutageuzwa kuwa manamba kama hatutojua nafasi yetu, take trouble kujifunza namna bora ya kukabiliana na hawa watu, hatutafikisha elimu hii kwa urahisi, hasa maeneo ya chini. Haingia akilini kumsikia kwamba mtu kama Wanu ni naibu waziri wa elimu. Yaani unataka kuniambia hakuna kiongozi hakuna kiongozi anayestahili kukaa kwenye ile nafasi? Katika serikali hii kitu kinachoitwa merit hakuna. Yaani uwezo, mtu achaguliwe kwa uwezo, kwa kushindania nafasi. Na ndio msingi wa ile katiba ya Warioba. Kama mliingia kipindi cha PFD, nadhani mtakuwa mlielewa vizuri sana. Katiba ya Warioba ilieleza mambo mazuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, katika wakati tunaendelea kujiuliza maswali, tujifikirie vizazi vyetu wataishije katika nchi hii. Wengi wetu hapa tukiangalia, Mungu akitupa nafasi na uhai na baraka zake, tuna miaka 30, 40, 50. Hiyo ni miaka Biblia. Miaka Biblia inatambua kuanzia miaka 70. Kikwete sasa hivi tunazungumzia kwenye miaka 70 na kitu, huko 80 anakaribia. Anabakiza miaka michache ya Biblia, au ameshafika. Mathalan Samia alikuwa na miaka 65 nadhani majuzi hapa. Sasa hivi atakuwa anakaribia miaka Biblia kumaliza. Kashaandalia vizazi vyake na vizazi vyake mapesa, maisha. Je, sisi tumewaandalia nini? Tumewaandalia nini vizazi vyetu? Kwa hiyo ndugu zangu, tusipokuwa makini tutageuzwa kuwa manamba katika nchi yetu hii ambayo tumekuwa tukiipigania. Imekuwa ikipiganiwa, watu wamepoteza damu zao, jasho lao kutafuta ukombozi, usawa wa nchi hii. Alafu sasa hivi watu wanachukua, wanajinufaisha wao na familia zao na vizazi vyao, japokuwa na wao hawaelewi. It's a ticking bomb. Ita blast, ita explode anytime. Katika nchi ambapo resources zinakuwa zinamilikiwa na watu wachache, walio wengi wakichoka, hata wale walionacho wanakuwa kwenye hatari, kwa sababu wale wanaona liwao na liwe, na wenyewe wataingia kwenye mapambano. Watamuona tajiri, watamuona mwenye nacho kama ni adui yake pia. Kwa hiyo hata wao hawako salama. Sasa hii ni athari kubwa hata kwa wale ambao wanafikiri wako salama. Wataacha kupigania haya tunayowapigania, wakiamini kwamba wao hawahusiki, kwa sababu hata hizi mali wanazozitafuta wasionacho wakiwa wengi watawataki tu. Kwa hiyo hayo kwa uchache ndio maeneo ambayo nimeona tunakosea
mtanisahihisha, mimi pia ni binadamu, ninatoa mtazamo wangu na tathmini yangu. Kushauri, mimi niko na kuomba na wengine mlioko hapa kwamba kuna kitu nahisi tukifanye, hasa hatuna zaidi ya kufanya kitu, labda tunaweza tukafanya kuwa tunatuma tu tunafanya hata challenge za kutuma ujumbe kwenye baadhi ya makundi katika jamii. Yani kwa mfano tunatuma labda tunatengeneza maudhui yanalenga kuwafikia kina mama kule majumbani, na tunakuwa tunahakikisha ile yani zinakuwa zinawafikia walengo wale tunataka waziwafikie. Yani kama tutatumia, sijui tutatumia njia ipi hadi tuwe na uhakika kwamba zimewafikia, kwamba yani yale maudhui tunaotengeneza na tunahakikisha anawapata yani wale tunaotaka wasikie. Yani like tunakuwa tunaongelea, labda tunaweza tukawachukua ile kile kilichotokea tarehe 29 Oktoba, tukawa tunaongelea kuhusu wale vijana walouliwa. Kwa mfano yani vijana walouliwa hawajulikani wako wapi, wazazi wao wanajisikia vipi kubaki tu majumbani bila kupata haki za watoto wao. Yani tunaongea maneno mengi ambayo ni ya kugusa hisia sana kuhusu watoto wao, na pia sio kitu cha uongo, ni kitu halisi, yani kwamba ni kweli kimetokea, yani wameuliwa, hawajulikani wengine wamezikwa wapi. Mimi naona hiyo nayo itakuwa njia nzuri, maana tukipata nguvu ya kina mama tukawapata, tukawashawishi ile inavyotakiwa, tukaungana nao wakatusupport. Kumbuka yani wanawake tuna nguvu sana, yani ile tukiwa tukiamua na tukawa serious na tukajua nini tunataka. Mimi naona yani tukipata ile nguvu ya kina mama tukawatoa majumbani, yani tarehe 7 itakuwa ni habari nyingine kabisa. Lakini tutawatoa vipi? Yani tutasema nao vipi watuunge mkono, watu support, yani hata watoe ruhusa kwa wazazi wao, kwa watoto wao, maana kuna wengine wanakuwa wanazuia watoto wao. Unaweza ukazima mic ukamute. Unaona kuna wazazi wengine wanakuwa wanazuia watoto wao wasitoke, wanawaambia ni mkombo. Sasa hebu tuseme na hawa wazazi waliokuwa majumbani, tunahitaji nguvu, na nguvu tunahitaji sio ndogo. Yani tukisema sisi tu wenyewe, sikatishi tamaa, yani kwa sisi tu wenyewe tuko wachache, na pia kuna wengine wana ignore, yani wao kama haiwahusu. Lakini mimi naona tukipata nguvu ya kina mama waliokuwa majumbani, walioumizwa tarehe 29, walochukuliwa watoto wao wametekwa, kama kina mama Polepole na kina mama yake Mdude hivyo na wengineo. Sasa hapa kuna nguvu kubwa sana inayotakiwa sisi tufanye. Yani tusifanye kama tunacheza au tukachukulia vitu simple tukaona siku tu zinaenda tutajikuta tunashindwa. Kwa hebu kila mmoja ajipe tu jukumu la kwamba yani akae chini, yani aongee kwa uchungu, alafu hakikishe kwamba mimi hiki ninachokifanya sio ni njia gani nitatumia hadi kimfikie mlengwa. Hapo yani hapo sio, naona ndo kuna ugumu kwamba vipi maudhui yangu yatamfikia yule anayetaka asikie. Yani hivyo ni nataka kushauri iko tufanye, yani tukifanye kwa ukubwa sana iko tupate nguvu ya kina mama waliokuwa majumbani. Nashauri hivyo nini hivyo tu, alafu tamute mic. Mtu mwingine pia anaweza akachangia kuhusu maoni yangu na hivyo. Kama nitaruhusiwa naweza nikachangia kidogo hapo kwa Flower. Kwanza kabla ya sijaendelea kuchangia, tuwe makini. Kuna phishing ni kama mechanism inayotumia kuattack hizi live. Kwa upande wangu mimi nimekuwa nikizipokea mara nyingi kila nikitoa mchango yangu. Unaona kama kuna kitu kina load kinazunguka katikati, alafu kinatoa kibox hivi, ukikliki kile kinakupoteza. Kwa hiyo ukiona kitu kama hicho,
kwenye kile kimshale cha kurudi nyuma kirudishe, kikliki kile kimshale cha kurudisha nyuma, ili usije ukaingia mkenge kwa kikliki, kwa sababu unaweza ukashusha live pasipo wewe kujua. Kwa hiyo naomba tuwe makini kwenye hilo, hasa kwa wale ambao tunatoa comments na tunatoa michango, wanatumia hizo njia kutuattack. Sawa, sasa kurudi kwenye swala la Flower ameongea jambo la msingi sana, na ni rahisi sana kuandaa ujumbe kama unaitambua ile audience ambayo unataka kuifikia. Kwa nini nasema hivyo? Mara nyingi nimekuwa nikishauri, unapoandaa ujumbe, angalia ujumbe wako unataka umfikie nani. Kwa mfano hapo umezungumzia wakina mama, twende moja kwa moja kwa kina mama. Wakina mama wanaathirika vipi na serikali hii dhalimu? Athari zipo nyingi. Nimetolea mfano haya mabatiki ambayo wakina mama wanayapika. Vile ni vikundi ambavyo mara nyingi viko chini ya wakina mama, si ndio? Kama kweli vipo kwa kina mama, wakina mama wanatumia vile vikundi, wanaenda kukopa, wanatumia SACCOS zao kuweza kufanya zile kazi za mikono kwa teknolojia duni, ili walau waweze kujiinua kimaisha. Sasa serikali isiyokuwa makini imeruhusu wawekezaji waingie katika yale maeneo ambayo hata watafutaji wadogo wanayategemea, wao wanakuja kufanya kwa ukubwa. Kwa hiyo tunaweza tukawaambia kabisa, kama unataka Mchina afanye hiyo kazi ya batiki, mwekee kodi kubwa. Ukimwekea kodi kubwa, ashindwe kukompiti na huyu mama. Huyu mama mwekee kodi ndogo. Lakini ikoje sasa hivi? Ukienda Kariakoo, yale mabatiki yaliyofiatuliwa na Mchina yako mengi. Yule anaenda kuandaa yale mabatiki, achemshe, ayaanike, akauke, ile rangi ikae vizuri, ifanye nini, aje ashone, afanye nini, anapata shilingi ngapi? Kwa muda gani? Kiasi gani anachotumia? Muda gani anaotumia? Je, kile kiasi ambacho na ule muda anaopoteza na ule mtaji anaweza kumfikia Mchina ambaye anaingiza kwenye mashina na fiatua ndani ya muda mfupi? Hiyo tayari unamtengenezea mama elimu, hasira, utayari. Kama sio wewe kuingia, basi kumwachia mtoto wake ashiriki. Hiyo ni moja. Pili, mama huyo muulize, elimu ya mtoto wake inatija? Huyo mama anayeuza vitumbua kila siku, anaenda kuchukua samaki feri kila siku, anaenda kufata sijui utumbo, vichwa vya mbuzi, vingunguti, anakuja kuchemsha supu asubuhi, anatengeneza na chapati ili mtoto wake aishi maisha mazuri. Je, ile elimu anayepata mtoto wake inakidhi? Je, mtoto wake akimaliza chuo, kwa ile haswa aliyoipitia, ana uhakika wa kupata ajira ya kueleweka? Na ajira zilizopo hizi ni za kubaguana. Ikiwa tu huu mfano hai, watu 300 waliokuwa shortlisted katika hii ajira ya uhamiaji wote wamefutwa, wameingizwa watu 1200 ambao wameingizwa kinyemela. Wale wa 300 wote wameondolewa. Je, huyu mama anayehangaika kuamka alfajiri kwenda kuchukua samaki feri, kuchukua vichwa vya samaki vingunguti, kuchukua sijui nyanya masalo huko Mabibo, kwaenda akaachemsha, aandae chakula, aandae apikie, na anaamka asubuhi, anaacha familia yake, anaenda kuihudumia familia yake kupitia hicho kimtaji kidogo alichonacho. Anaenda kukimbizana na migambo mjini ya jiji huku Posta, sijui wapi, Kariakoo, Karume. Alafu bado hichi anachokihangaikia, bado mtoto wake anakuja kupata elimu duni. Mtoto wake kajibana, kajitahidi, kafaulu, kamaliza chuo, bado anaomba ajira wanaingizana wao kwa wao. Ndo hapo wanapoingia mtu kama Wanu. Unataka kuniambia mna watu waliosoma wakafaulu wenye uwezo mkubwa kuliko Wanu? Hiyo tayari ukimwambia mzazi